Hii ni taarifa kutoka katika Wizara ya Afya. Taarifa kwa umma kuhusu mafua makali ya influenza, uviko 19, homa ya dengu na kipindupindu. Dodoma, tarehe 25 Februari 2026. Ndugu wananchi, Wizara ya Afya imeendelea kufuatilia mwenendo wa magonjwa ya milipuko hivi karibuni. Kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19. Magonjwa haya huenezwa kupitia majimaji kutoka kwenye mfumo wa njia ya hewa na wa wagonjwa wenye maambukizi na husambaa wakati wa kukohoa, kupiga chafya au kuzungumza. Vile mafua makali ya influenza ya uviko 19 huweza kuenezwa kwa kugusa mazingira yaliyochafuliwa na majimaji yanayotoka kwa mgonjwa. Dalili za magonjwa haya ni homa kali, kikohozi, maumivu ya kichwa na mwili, mafua kuwashwa, koo na uchovu. Ndugu wananchi, takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kuwa kila mwaka katika kipindi cha mwezi Novemba hadi Aprili kunakuwa na ongezeko la ugonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19 hapa nchini na duniani. Hali hii tutaka kila mmoja wetu kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo. 1, kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya. 2, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. 3, kuepuka misongamano isiyo ya lazima. 4, kuvaa barakoa unapokuwa na dalili, unapokuwa karibu na mtu mwenye dalili au ukiwa kwenye maeneo yenye msongamano. 5, kuzingatia usafi binafsi na wa mazingira. 6, kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya kupata matibabu stahiki. Vile kuepuka kujitibu au kutumia antibiotiki bila ushauri kwa wataalamu wa afya. Ndugu wananchi, vile wizara inapenda kutoa tahadhari ya ugonjwa wa homa ya dengu kutokana na maeneo mengi hapa nchini kuwa katika kipindi cha mvua za masika zinazopelekea kuongezeka kwa mazalia ya mbu. Homa ya dengu huenezwa kwa mbu aina ya Aedes ambaye ni mweusi mwenye madoa meupe na upendelea kuuma nyakati za asubuhi, mchana na jioni. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa na viungo, maumivu sehemu za macho na uchovu. Dalili za ugonjwa huu zinafanana na za ugonjwa wa malaria. Natoa rai kwa jamii kuzingatia yafuatayo. 1, kutokomeza mazalia ya mbu yanayowazunguka. Hii ni pamoja na makopo yaliyotupwa ovyo, matairi ya magari, vifuu vya kufukia madimbwi, kuzuia maji na kutuama. 2, kujikinga na mbu kwa kuvaa nguo ndefu, kutumia dawa na kufukuza mbu na kuweka nyavu kwenye madirisha. 3, kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya ili kupata huduma stahiki. Ndugu wananchi, nchi yetu imekuwa katika mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ulioathiri mikoa yote isipokuwa Kilimanjaro na Njombe. Kwa kipindi cha takriban mwezi mmoja uliopita, nchi yetu haijapata mgonjwa wa kipindupindu. Hivyo wanapenda kuchukua fursa hii kutambua mchango wa sekta mbalimbali, taasisi za dini, viongozi wa jamii, wanahabari, sekta binafsi, wadau chini ya usimamizi wa Shirika la Afya Duniani na jamii kwa ujumla kwa juhudi kubwa katika kudhibiti ugonjwa huu. Vile wanatambua mchango mkubwa wa wataalamu na watumishi wote kutoka sekta ya afya na sekta nyingine kwa juhudi kubwa katika kukabiliana na milipuko ya kipindupindu. Sasa serikali imejipanga na kufuatia na kutoa huduma dhidi ya magonjwa yote ya mlipuko na itaendelea kutoa taarifa mara kwa mara iwapo itakuwa na mabadiliko katika mwenendo wa maambukizi au endapo kutahitajika kuchukua hatua zaidi. Imetolewa na mganga mkuu wa serikali Dr. Grace E. Magembe. Kwa hiyo taarifa ni hiyo jamani, kwamba ugonjwa wa uviko 19 upo. Kwa hiyo watu waendelee kuchukua tahadhari. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.